Samia Suluhu hajamkia taarifa njema leo. Habari ambazo zimemfikia Rais Samia Suluhu Ikulu ya Dodoma asubuhi na mchana wa leo zitamfanya aweze kutafakari na kufikiria sana kabla ya hatua ambayo atachukua baadaye katika kesi inayomkabili Tundu Antipas Lissu mahakamani Dar es Salaam. Sasa hivi Samia Suluhu amepokea habari mbaya na onyo kali kutoka Chadema, onyo ambalo limetolewa na John Heche. John Heche aonya dhidi ya matumizi ya sheria ya kisiasa, ataka shauri la Tundu Lissu lisikilizwe haraka na uahirishaji wa mara kwa mara uweze kusitishwa, la sivyo hatua hii kali itaweza kuchukuliwa. Je, ni hatua hii gani kali ambayo imeahidiwa kuchukuliwa na ni onyo gani hili ambalo limetolewa kwa upana zaidi? Kabla ni kueleze, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama like, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele. Siku ya leo Samia Suluhu hajaamka vyema, huenda akaweza kubaki kutafakari sana baada ya taarifa hizi mbaya kumfikia. Hali ya kisiasa na kisheria nchini Tanzania inaendelea kukua, huku wasiwasi ukizidi kucheleweshwa kwa muda mrefu katika kesi inayomkabili kiongozi wa upinzani Tundu Antipas Lissu. Kile ambacho hapo awali kilitarajiwa kuwa mchakato wa kisheria wa hali ya juu unaoshughulikiwa kwa haraka, badala yake kimegeuka na kuwa vita vya kudumu na kuzua maswali mazito kuhusu ufanisi na kutegemea upande wa mfumo wa haki. Kuendelea kuahirishwa kwa kesi ya uhaini hakukumgusa Tundu Lissu peke yake, bali pia kumezua gumzo kubwa zaidi kitaifa na kimataifa kuhusu haki, uwazi na utawala wa sheria. Mwanasiasa wa upinzani ambaye pia ni naibu mwenyekiti wa Chadema, John Heche, amejitokeza akitoa onyo kali na ukosoaji mkubwa kwa CCM ya Samia Suluhu kuhusu jinsi kesi hiyo inavyoendeshwa mahakamani. Matamshi yake yameongeza kasi katika mjadala mkali ambao tayari umepamba moto nchini, huku wengi wakianza kuhoji iwapo ucheleweshaji na uahirishaji wa mara kwa mara ni wa taratibu au ni sehemu ya kimkakati mpana wa kisiasa unaopangwa na utawala wa CCM chini ya Samia Suluhu. Muda na asili ya ujanja wa kisheria unaozunguka kesi ya Tundu Lissu imesababisha tuhuma kwamba mchakato wa mahakama unaweza kuathiriwa na nguvu nje ya chumba cha mahakama. John Heche amesisitiza na kuonya umuhimu wa kuhakikisha kuwa haki inatolewa kwa haraka na kwa uwazi pasina kucheleweshwa, akisema kuwa ucheleweshaji wa muda mrefu unahatarisha kudhoofisha imani ya umma katika mfumo wa kisheria katika taifa hili letu. Kulingana na msimamo wake, mfumo wa haki lazima ubaki huru na kamwe usichukuliwe kama chombo cha udhibiti wa kisiasa au ukandamizaji. Ujumbe wake unaonyesha hali ya kuchanganyikiwa inayoongezeka miongoni mwa wanasiasa wa upinzani wanaoamini kuwa kesi hiyo imekuwa ishara ya masuala ya kina ya kimfumo. Kuendelea kuzuiliwa na kutokuwa na uhakika wa kisheria juu ya Lissu pia kumeibua wasiwasi wa kibinadamu. Waangalizi wa mambo wanaeleza kuwa vita vya kisheria vilivyopanuliwa vinaweza kuathiri sana hali njema ya kimwili na kiakili ya mtu, hasa wakati matokeo yanabakia kuwa wazi. Wafuasi wanahoji kuwa bila kujali mfungamano wa kisiasa, kila mtu anastahili kusikilizwa kwa haki na kwa wakati bila matatizo ya ucheleweshaji usio wa lazima, huku wakituma onyo sasa hivi kwa Samia Suluhu Ikulu. Kiini cha mzozo huo na onyo hilo ni uamuzi wa wawakilishi wa kisheria wa serikali chini ya CCM kuzidisha suala hilo kupitia mahakama za juu hadi mahakama ya rufaa, hatua ambayo wakosoaji wanasema imesaidia tu kurefusha mchakato huo na kumlazimisha Tundu Lissu kubaki korokoroni kwa muda mrefu zaidi, wengi wakisema hii ni njama tu ya jamhuri kuhakikisha Tundu Lissu hatoki gerezani haraka. Mkakati huu wa kisheria umefasiriwa na baadhi ya watu kama jaribio la kimakusudi la kusimamisha kesi hiyo na kuiahirisha mara kwa mara ili kuichelewesha na hivyo kuweka kesi katika utata. Vitendo kama hivyo vimeongeza wito wa uwajibikaji na uwazi ndani ya mfumo wa uendeshaji wa mashtaka na mahakama. Uingiliaji kati wa John Heche sasa na onyo lake kwa Samia Suluhu pia umeleta umakini mpya kwa jukumu la mahakama, hasa jukumu la mamlaka kuu za mahakama kuhakikisha kwamba haki haitendeki tu bali inaonekana inatendeka. John Heche hata hivyo alienda mbali zaidi kumwonya Samia Suluhu na utawala wa CCM ya kwamba iwapo kesi hiyo itazidi kusitishwa mara kwa mara na kusimamishwa mara kwa mara, Chadema haitaunga mkono au kukubaliana na suala hilo kabisa. Kuna ongezeko la shinikizo kwa uongozi wa mfumo wa mahakama kuingilia kati na kushughulikia ucheleweshaji huo na kuhakikisha kuwa kesi inaendelea bila kuzuiliwa zaidi.
Hili limeweka mahakama chini ya uangalizi mkali, huku wengi wakifuatilia kwa makini kuona jinsi inavyojibu. Hata hivyo, hali imekuwa ngumu zaidi kutokana na muktadha mpana wa kisiasa ambao kesi hiyo inajitokeza. Mazingira ya kisiasa ya Tanzania kwa muda mrefu yamekuwa na ushindani mkubwa kati ya chama tawala na makundi ya upinzani. Katika mazingira kama haya, kesi za hali ya juu kama zile za Tundu Lissu bila shaka zina uzito mkubwa wa kisiasa na kuifanya kuwa muhimu zaidi kushughulikiwa kwa haki na uadilifu mkubwa. Wataalamu wa sheria pia wametilia maanani suala hilo, wakiangazia hatari zinazoweza kutokea za kuruhusu kesi kuendelea kwa muda usiojulikana. Wanaonya kwamba ucheleweshaji wa muda mrefu unaweza kuondoa imani katika mfumo wa haki na kuunda mtazamo wa upendeleo au udanganyifu. Kwa wengi, kesi ya Tundu Lissu imekuwa kipimo cha dhamira ya nchi katika kuzingatia misingi ya kidemokrasia na utawala wa sheria. Mwitikio wa umma katika onyo hili kwa Samia Suluhu umekuwa wa haraka na tofauti, huku raia wengi wakionyesha wasiwasi wao juu ya kile wanachoona kama ukosefu wa haraka wa kusuluhisha kesi kama hiyo kubwa ya kisiasa na ya uhaini. Majukwaa ya mitandao ya kijamii yamekuwa kitovu cha majadiliano, huku watumiaji wakijadili athari za ucheleweshaji huo na kutaka hatua za haraka zichukuliwe. Suala hili limevuka mipaka ya kisiasa, likigusa hadhira pana inayohusika na haki na utawala. Waangalizi wa kimataifa pia wamezingatia maendeleo hayo na hivyo kuongeza shinikizo kwa mamlaka za Tanzania. Kesi hiyo inafuatiliwa kwa karibu nje na mipaka ya nchi, huku wengine wakiiona kama dalili ya hali ya uhuru wa kisiasa na uhuru wa mahakama katika eneo hili ama katika taifa hili letu. Uchunguzi huu ulioongezwa umeongeza hisa na kuifanya kuwa muhimu zaidi kwa kesi kushughulikiwa kwa uwazi. Licha ya ukosoaji unaoongezeka kwa Samia Suluhu na utawala wa CCM dhidi ya kesi hii ya Lissu, majibu rasmi kutoka kwa mamlaka husika yamesalia kuwa madogo na kuacha maswali mengi bila majibu na kusababisha uvumi kuzidi kuendelea na hali ya taharuki kutanda. Ukimya huu umechochea tu uvumi na sintofahamu zaidi, huku washikadau wakiendelea kutafuta ufafanuzi kuhusu mwelekeo na muda wa kesi hiyo. Ukosefu wa mawasiliano umekuwa wasiwasi na kuchangia mtazamo mbaya kwa mamlaka. Hata hivyo, kwa hiyo wito wa John Heche na onyo lake kwa Samia wa kuchukua hatua umesikika kama rufaa ya kisiasa na kisheria, na kuwataka wale walio katika nafasi za mamlaka na utawala kutanguliza haki badala ya ucheleweshaji wa taratibu wa mara kwa mara. Msimamo wake unaonyesha hitaji pana la uwajibikaji na unasisitiza umuhimu wa kudumisha imani ya umma kwa taasisi za serikali. Kwa wengi, kuingilia kati kwake kunawakilisha wakati muhimu katika mjadala unaoendelea. Kadiri ucheleweshaji unavyoendelea, hali ya kibinadamu ya kesi inabaki kuwa jambo kuu. Hali ya Tundu Lissu inaendelea kuibua simanzi na wasiwasi miongoni mwa wafuasi wanaodai kuwa haki inayocheleweshwa ni haki inayonyimwa. Kadiri kesi inavyoendelea kusuluhishwa, ndivyo athari kubwa zaidi katika maisha yake ya kibinafsi na kazi yake ya kisiasa, ikiongeza udharura wa wito wa kutatuliwa.